Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia Aprili 17 hadi Aprili 24, 2026. Ni mengi tulionayo na haya ni machache tu nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo. Ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Madiwani jiji la Dodoma wapatiwa mafunzo ya maandalizi ya nafaka baada ya mavuno na uzingatiaji wa ubora kwa lengo la kuwa na uhakika wa chakula cha kutosheleza. Akifungua mafunzo hayo yaliyotolewa na wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA, Alhaji Jabir Musa Shekimweri, mkuu wa wilaya ya Dodoma, alisema uhifadhi wa chakula ni muhimu kwa binadamu kwa sababu inasaidia kupunguza baadhi ya magonjwa na sumu zitokanazo na uhifadhi mbaya wa chakula. Dhamira njema ya serikali kuona ya kwamba tunakuwa na usalama wa chakula inafanyika vizuri kupitia uhifadhi ulio salama wa chakula. Nyinyi mnafahamu kabisa kwamba tukivuna mahindi na nafaka zingine na zikakosa uangalizi mzuri wa uhifadhi, kwa sehemu kubwa sana hupelekea changamoto ya sumu kuvu ambayo ni hatarishi kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo kwenye ajenda ya usalama wa chakula na kulinda afya za walaji, semina hii ina umuhimu wa kipekee sana. Kwa hiyo niwashukuru sana kwanza mstahiki meya wa jiji la Dodoma, ndugu yangu Almon Chaula, ambaye ni yeye alifanya uratibu na ushawishi kwa zetu watu wa NFRA na wakaridhia kuja kufanya semina hii ili tupate uelewa. Na tumpigie sana makofi mengi mheshimiwa. Lakini pili, nimshukuru sana ndugu yetu Mapunda, mkurugenzi wa masoko wa NFRA pamoja na timu nzima ya NFRA kwa niaba ya mtendaji mkuu kwa utayari wenu kuja kushirikiana na sisi kwenye ajenda ya usalama wa chakula kwenye makao makuu ya nchi. Na ni rai yangu waheshimiwa madiwani, toeni thamani kwa ajili ya jambo hili ili tukalisimamie vizuri katika maeneo yetu. Mnafahamu changamoto hizi zikitokea za sumu kuvu, watu wakala chakula chenye sumu wakapata madhila, wa kwanza kuwakimbilia ni nyie. Kwa hiyo ni vyema sana mkapata uelewa wa kutosha kwenye jambo hili. Nyinyi ndio viunganishi vya wananchi wetu, nyinyi ndio kwa kuhamasisha na kuharakisha maendeleo kama wenye viti wa ODC. Kwangu jambo hili pia ni jambo la kimaendeleo. Kwa hiyo mna haja sana muelewe vizuri. Hata kama watawasilisha kwa summaries katika baadhi ya maeneo, lakini kama kuna vipeperushi, kama kuna kabrasha, mambo mengi ambayo yameelekezwa kwa undani, ninadhani ni vyema pia wakapatiwa. Kama kuna miongozo, sheria kwa ajili ya uratibu jambo hili, kanuni, ni vyema pia mkawapatia vitendea kazi kama moja ya manufaa ya semina yetu. Aidha, naibu meya jiji la Dodoma Mheshimiwa Bakari Fundikira alikuwa na haya ya kusema. Bakari Samuel Fundikira, naibu meya wa jiji la Dodoma. Leo tumepata semina ya NFRA. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi vizuri na tumejifunza mambo mengi mazuri, na kwa kweli tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuziweka hizi taasisi ambazo zinatupa elimu kubwa ya kujua namna bora ya kulima mazao yenye kuleta tija, lakini namna bora ya kujua wafanyabiashara wetu wanapotaka kufanya biashara ya mazao wafanyaje. Kwa hiyo tumepata elimu nzuri sana kwa kweli, na sisi kama waheshimiwa madiwani na kama wawakilishi wa wananchi kwenye ngazi zetu za kata, elimu hii tutaipeleka kwenye kata zetu na kuwashauri na kuwashawishi wananchi wetu pindi wanapotaka kufanya biashara za mazao wasijifanyie kiholela, wafike kwenye ofisi za NFRA waweze kupata ushauri wa kitaalamu ili waweze kufanya biashara yenye kuleta tija. Lakini wakulima wetu pia ambao wanalima katika maeneo yetu mbalimbali waweze kuenda kwenye ofisi zetu, ofisi za watu wa NFRA wakapate ushauri mzuri wa kitaalamu ili wanapolima mazao yao yaweze kuleta tija na waweze kupata mazao mengi yatakayowasaidia wao na kizazi chao na familia zao. Kwa hiyo semina hii ni nzuri na tunamshukuru kweli mstahiki meya wetu wa jiji la Dodoma Mheshimiwa Almon Chaula kwa kuorganize hii semina wakishirikiana na mkurugenzi wetu Sagamiko kwa kuorganize hii semina na kuweza kutufikia sisi madiwani wa jiji la Dodoma. Kwa hiyo tunashukuru na semina hii ni nzuri, na tunawaomba tena NFRA wakiwa na jambo jingine, wakiwa na semina nyingine, waje kutuelimisha na waje kutupatia. Na wasiishie kwetu sisi tu.
waweze kwenda kwenye makundi mbalimbali ambayo yanatoka kwenye maeneo yetu ili waweze kupata semina hii nzuri na iweze kuwaletea tija katika maisha. Kamati ya Fedha na Utawala ya Halmashauri ya Jiji la Dodoma imeridhishwa na utekelezaji wa maelekezo yake kwa timu ya management katika usimamizi wa miradi ya maendeleo, jambo linaloongeza tija na uwajibikaji. Kauli hiyo ilitolewa na Naibu Meya wa Halmashauri ya Jiji la Dodoma, Mheshimiwa Bakari Fundikira, alipoongoza Kamati ya Fedha na Utawala route namba 2 kutembelea na kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2025-2026 baada ya kukagua mradi wa mwisho wa ujenzi wa madarasa 4 ya shule shikizi Matuli. Leo tumekuwa na ziara ya kutembelea miradi 4 inayotekelezwa na Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Na katika miradi hii 4 ambayo tumetembelea, moja ya vitu ambavyo tulikuwa tunataka tuvione ni marekebisho tuliyoyaagiza katika kikao kilichopita. Mapungufu yalitokea kwenye ziara yetu ya mwanzo, na Kamati ya Fedha na Utawala chini ya mwenyekiti wake Mstahiki Meya Almon Chaula iliagiza mambo yafuatayo. La kwanza, tukute BOQ za ujenzi wote unaofanyika katika halmashauri yetu ya Jiji la Dodoma. Lakini la pili, tukutane na zile kamati za ujenzi, kamati za mapokezi zote ambazo zinatekeleza hiyo miradi. Lakini la tatu pia, usafi wa site. Miradi inapotekelezwa lazima pawe na usafi maeneo ya miradi. Na mambo mengine mengi ambayo tuliagiza kwenye Kamati ya Fedha iliyopita. Sasa katika hii miradi 4 ambayo tumetembelea, tumekuta hizo BOQ na tumekuta pia yale maelekezo yote. Kamati za ujenzi tumezikuta site, lakini pia hata taarifa za ujenzi za hiyo miradi pia tumeikuta site. Ila na maelekezo ambayo tumeyatoa sasa hivi katika hii miradi, ikiwemo hapa tulipo kwenye hii shule ya shikizi. Kwa hiyo kwa taarifa tu fupi ni hiyo, lakini tumeridhishwa na hali ya utekelezaji wa miradi katika hii miradi 4 ambayo tumeitembelea siku ya leo. Wanavikundi wa Halmashauri ya Jiji la Dodoma wametakiwa kuimarisha ushirikiano miongoni mwao, hususan katika utekelezaji wa shughuli za kazi ili kuhakikisha wanapata mafanikio endelevu kupitia mikopo wanayoomba. Wito huo umetolewa na mchunguzi kiongozi msaidizi wa TAKUKURU Sabina Marijana wakati wa zoezi la uhakiki wa vikundi mbalimbali vilivyowasilisha maombi ya mikopo kwa mwezi Aprili 2026 kupitia Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Tumetembelea vikundi kadhaa leo, Hepa Africa, kikundi cha mlemavu Bwana Selemani, tumetembelea Kazi Iendelee, tumetembelea 6 unit ni vijana garage. Kote huko tumekuta wanafanya kazi kweli, ni vikundi ambavyo kweli vina nia ya kupata maendeleo. Na ni kweli wakipewa hiyo mikopo watafanyia kazi. Ila kikubwa ni ule usimamizi wa wao wenyewe katika kujisimamia. Kwa mfano hiki cha Kazi Iendelee ni kizuri, wamefika mbali. Wengine bado hatua zao wanaendelea taratibu. Kwa hiyo mimi naweza nikashauri kwamba kwa baadhi ya vikundi waimarishe tu utafutaji wa leseni kwa wakati, vitambulisho vile vya kufanya biashara, na washirikiane zaidi, wawe na umoja. Isije kafika wakati wakapishana, wakaanza kubishana kuhusu fedha ikawa shida kurudisha marejesho. Kwenye vile vikundi ambavyo unakuta wafanyabiashara kila mmoja na biashara yake lakini wameunganika, kuwepo na uaminifu, washirikiane. Na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fursa alizozitoa. Kwa kweli tunaona kuna maendeleo yapo na vijana wanapata kazi. Naye mkuu wa division ya maendeleo ya jamii Jiji la Dodoma Charity Sichona alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Charity Sichona, mkuu wa division ya maendeleo ya jamii. Leo tuko na kamati ya uhakiki ya wilaya ikitembelea vikundi ambavyo vimeomba mkopo, wanavifanyia uhakiki na kukagua, kujiridhisha na maombi yao, lakini kuthibitisha yale maombi pamoja na shughuli wanazozifanya. Kamati hii imepita kwenye kata 5, imekutana na vikundi mbalimbali, lakini pia wametembelea kuona maendeleo ya vikundi vile ambavyo vilishapatiwa mkopo na kujua maendeleo yao, lakini na kujua changamoto ambazo wanazozipitia. Wameongea navyo, wamevishauri na vile vile wamewataka kuendelea kufanya marejesho. Shule ya sekondari Ihumwa ilipokea jumla ya shilingi milioni 8,599,440 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa 2 yaliyoharibiwa na mvua. Hatua hiyo ililenga kurejesha mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi. Hayo aliyasema mkuu wa shule ya sekondari Ihumwa Mwalimu Bartholomeo Mwalivale alipokuwa akisoma taarifa ya mradi katika ziara iliyofanywa na Kamati ya Uchumi, Elimu na Afya.
Shule ya sekondari Ihumwa iliingiziwa kiasi cha shilingi milioni 8,599,440 tarehe 20 mwezi wa 2 2026 kwa ajili ya kupaua na kuweka ceiling board vyumba viwili vya darasa vilivyozuliwa. Hata hivyo, shule ilifanikiwa kufanya na marekebisho mengine ambayo yalitokana na maafa hayo ya mvua yenye upepo mkali. Kazi zilizofanyika: kujenga matungilizi na kuziba nyufa. 2. Kupiga kenchi. 3. Kupaua bati. 4. Kufunga gypsum board. 5. Kukarabati madirisha 10 ya vyumba viwili vya madarasa kwa maana kuchomelea na kupachika vioo. Shule inapenda kutoa shukrani za dhati kwa mkurugenzi wa jiji la Dodoma na uongozi wote kwa ujumla kwa kutupatia fedha hizo kwa ajili ya ukarabati, kwani umetusaidia kupunguza uhaba wa vyumba vya madarasa kwa kiasi kikubwa. Aidha, mwenyekiti wa kamati ya uchumi, elimu na afya John Mazanda pamoja na kamati ya fedha ya halmashauri ya jiji la Dodoma alisema kuwa juhudi za kuboresha miundombinu ya sekta ya elimu hazitaishia hapo, bali zitaendelea kuimarishwa kwa manufaa ya jamii kwa ujumla. Naendelea kuwapongeza sana Ihumwa kwa jinsi ambavyo mnajitahidi, lakini jambo la msuguli nataka nikuhakikishie kwamba tutafanya kikao tarehe 20 na tutaendelea kuwasiliana na wewe na tutafuatilia kwa karibu na kila linaloendelea. Madiwani kutoka Baraza la Manispaa ya Wilaya Kaskazini A Unguja wamefanya ziara ya mafunzo katika halmashauri ya jiji la Dodoma, wakilenga kujifunza mbinu bora za kuongeza mapato na kusimamia miradi ya maendeleo kwa ufanisi. Ziara hiyo ililenga kuwajengea uwezo viongozi hao katika maeneo muhimu ikiwemo ukusanyaji wa mapato, uibuaji wa vyanzo vipya vya mapato, pamoja na upangaji na usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya kimkakati kama masoko, majengo ya kibiashara, maduka makubwa na maeneo ya burudani kwa watoto. Pia walipata mafunzo kuhusu namna bora ya kuimarisha usafi wa mazingira katika miji. Akizungumza wakati wa mafunzo ya awali kabla ya kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo, mchumi katika halmashauri ya jiji la Dodoma Mabruk Saif aliwakaribisha madiwani hao na kueleza utayari wa jiji kushirikiana nao na kuwajengea uwezo kwa lengo la kuboresha utendaji wa mamlaka za serikali za mitaa. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.